Leo ukitaja jina Daktari Emmanuel Nchimbi, wengi wanamjua kwa cheo chake, yaani makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini je, kabla ya cheo hiki alikuwa ni nani? Kabla ya siasa za kitaifa, kabla ya kuwa balozi, kabla ya kuwa waziri, kabla pia ya kuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, basi kulikuwa na mtoto aliyezaliwa jijini Mbeya tarehe 24 Disemba mwaka 1971. Huyu ni mtoto aliyekulia katika familia ambayo pia ilikuwa na historia ya utumishi wa umma. Baba yake anayefahamika kama John Nchimbi alikuwa askari wa jeshi la polisi, lakini aliwahi kuwa kamanda wa polisi mkoani Mtwara. Na huyo mtoto leo tunamuita Daktari Emmanuel John Nchimbi, lakini stori yake haikuanzia Ikulu, bali stori yake ilianzia shuleni. Na ndiyo maana leo katika Utashangaa Lakini Jifunze tunamwangalia Nchimbi zaidi ya cheo chake. Emmanuel John Nchimbi alizaliwa Disemba 24 mwaka 1971 huko Mbeya nchini Tanzania. Elimu yake ya msingi alianza Oyster Bay Primary School, yani jijini Dar es Salaam, kati ya mwaka 1980 na 1986. Baadaye akasoma Uru Secondary School, kisha Sangu Secondary School, na kwa elimu yake ya juu akaenda Forest Hill Secondary School ambayo iko jijini Mbeya, ambako alisoma kidato cha 5 na kidato cha 6 kati ya mwaka 91 mpaka 93. Lakini jambo la kuvutia ni kwamba Nchimbi hakuwa mwanafunzi tu aliyekuwa akitafuta degree, kwani mapema kabisa akaanza kuingia kwenye mazingira ya uongozi. Baada ya kuhitimu sekondari, Nchimbi alijiunga na Institute of Development Management, yani IDM, huko Mzumbe, ambako alisoma stashahada ya juu ya utawala katika mwaka 1994 mpaka 1997. Baadaye akaendelea na masomo ya juu zaidi. Aliomba Masters of Business Administration katika chuo cha Mzumbe, akabobea kwenye masuala ya banking and finance, na baadaye akapata PhD kutoka Mzumbe University huko Morogoro. Hapa kuna funzo kubwa, kwa sababu kufika kwenye nafasi kubwa hakumaanishi kuacha kujifunza, kwani elimu yake haikuishia pale alipopata nafasi ya kwanza ya uongozi. Aliendelea kuongeza maarifa. Nchimbi aliingia kwenye uongozi akiwa bado kijana, kwa sababu huyu tunakuja kumwona akiingia kwenye uongozi wa Chama cha Mapinduzi, yani CCM, wakati akiwa bado kijana mdogo. Hii ni mwaka 1997 ambapo alichaguliwa kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM, yani NEC. Mwaka uliofuata 1998 akawa mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, yani UVCCM. Fikiria hilo, kabla hajawa waziri, kabla hajawa balozi, kabla hajawa makamu wa rais. Alikuwa kijana mwenye uongozi, alikuwa kijana kwenye uongozi pia. Utashangaa lakini jifunze. Usidharau nafasi ndogo ya uongozi unayopewa leo. Uongozi mkubwa unaweza kuanza ukiwa mdogo. Kabla ya kushika nafasi kubwa serikalini, Nchimbi aliwahi kufanya kazi katika Baraza la Taifa la Usimamizi wa Mazingira, yaani NEMC. Hii tunaitaja mwaka 1998 mpaka 2003. Mwaka 2003 akateuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Bunda, nafasi ambayo alishikilia hadi mwaka 2005. Hii inatuonesha kitu. Safari yake ilikuwa na hatua. Hakukurupuka kutoka darasani moja kwa moja hadi kileleni. Kulikuwa na elimu, kazi, uongozi wa vijana, utumishi wa umma, uongozi wa wilaya, siasa, serikali, diplomasia na baadaye uongozi wa kitaifa. Nchimbi aliingia kwenye siasa za kitaifa kupitia bunge akiwa mwakilishi wa Songea mjini. Baadaye akapewa majukumu mbalimbali ya uwaziri. Aliwahi kuwa naibu waziri wa habari, utamaduni na michezo. Aliwahi kuwa naibu waziri wa kazi, ajira na maendeleo ya vijana. Aliwahi kuwa naibu waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa. Kisha
akawa waziri wa habari, utamaduni, michezo na vijana. Baadaye akawa waziri wa mambo ya ndani mwaka 2012 mpaka 2013. Kwa hiyo ukimwangalia Nchimbi leo usifikirie tu cheo cha sasa, kwani amepitia nafasi nyingi sana kabla ya kufika hapa alipofika. Nchimbi akatoka serikalini akaenda kuwakilisha Tanzania nje ya Tanzania, kwani baada ya safari yake ya kisiasa serikalini, Nchimbi aliingia kwenye masuala ya diplomasia. Alihudumu kama balozi wa Tanzania nchini Brazil mwaka 2016 hadi 2021. Baadaye balozi wa Tanzania nchini Misri mwaka 2022 hadi 2023. Hii ni hatua nyingine kubwa, kwa sababu sasa hakuwa anawakilisha eneo au chama pekee. Hapa alikuwa anawakilisha Tanzania nje ya nchi. Utashangaa, lakini jifunze, uwezo unaokufikisha kwenye nafasi moja unaweza kukufungulia mlango wa nafasi ambayo hukuwahi hata kuifikiria. Tuone namna ambavyo mwaka 2024 ulikuwa mwaka wa bahati kwake yeye, kwa sababu huu ni mwaka ambao Nchimbi aliteuliwa kuwa katibu mkuu wa CCM. Hii ilikuwa hatua nyingine kubwa katika safari yake ya kisiasa, kutoka uongozi wa vijana kwenda bungeni, kwenda serikali, kwenda diplomasia, kurudi kwenye uongozi wa juu wa chama. Na safari haikuishia hapo, kwa sababu mwaka 2025 Daktari Samia Suluhu Hassan alimteua Nchimbi kuwa mgombea mwenza wa Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi mkuu. Baada ya mchakato wa uchaguzi kuanzia Novemba 3, 2025, Nchimbi alianza kuhudumu kama makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na leo tovuti rasmi ya Ikulu inamtaja kama Mheshimiwa Balozi Daktari Emmanuel John Nchimbi, yaani makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Utashangaa, lakini jifunze. Ukifuatilia safari ya Nchimbi kwa haraka, unaweza kuona tu makamu wa rais, lakini nyuma ya cheo hicho kuna mtoto wa familia yenye historia ya utumishi, kuna mwanafunzi wa Oyster Bay, kuna mwanafunzi wa Uru, Sangu na Forest Hill, kuna mwanafunzi wa Mzumbe, kuna kijana wa UVCCM, kuna mtumishi wa Nemki, kuna mkuu wa wilaya, kuna mbunge, kuna naibu waziri, kuna waziri, kuna balozi huko Brazil, balozi Misri na katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Na sasa huyu ni makamu wa rais. Hiyo ndiyo sehemu ambayo inafanya stori yake iwe na nguvu katika masikio ya watu wengi. Si cheo pekee, ni safari ya hatua kwa hatua. Jifunze kwamba kuna vitu ambavyo unatakiwa kuvitilia mkazo, kuna vitu ambavyo huna budi kujifunza. Cha kwanza, hutakiwi kumdharau au kujidharau. Hasa hutakiwi kudharau mwanzo wako. Hakuna mtu ambaye anaanza akiwa kileleni. Pili, elimu haiishii darasani pekee, kwa sababu Nchimbi aliendelea kusoma hata baada ya kuanza safari ya kazi na safari ya uongozi. Cha tatu, uongozi unajengwa, kwa sababu hata yeye alianza katika uongozi wa vijana kabla ya kufika kwenye nafasi za juu zaidi. Safari inaweza kubadilika kutoka siasa za ndani kwenda uwaziri, kisha diplomasia, kisha uongozi wa chama na sasa serikali kuu. Usijenge maisha kwa cheo kimoja. Cheo kinaweza kubadilika. Uwezo, maarifa na uzoefu ndio unaobaki na wewe. Emmanuel Nchimbi unaweza kumjua leo kama makamu wa rais. Leo tumejaribu kurudisha baadhi ya mambo nyuma. Tukamwona mtoto aliyezaliwa Mbeya, tukamwona mtoto aliyezaliwa huko jijini Mbeya, tukamwona mwanafunzi wa Oyster Bay, tukamwona kijana wa Uru, Sangu na Forest Hill, tukamwona mwanafunzi wa Mzumbe, tukamwona kijana aliyeingia kwenye uongozi, tukamwona pia mkuu wa wilaya, tukamwona mbunge, tukamwona waziri, tukamwona balozi, tukamwona katibu mkuu wa CCM na hatimaye makamu wa rais wa Tanzania. Kwa hiyo kama kuna jambo moja la kujifunza kwenye safari hii, usihukumu mtu kwa nafasi aliyonayo leo. Angalia safari iliyomfikisha hapo, kwa sababu cheo unachokiona leo kinaweza kuwa sura ya mwisho
ya sura nyingi zilizotangulia. Hii ndiyo ilikuwa safari ya utashangaa lakini jifunze. Kabla ya kumaliza, unatakiwa kufahamu kwamba siku ya leo kumekuwa na gumzo kubwa sana kupitia mitandao na vyombo mbalimbali vya habari mara baada ya kauli ya balozi wetu pendwa Daktari Nchimbi kueleza kuwa ameamua kujiuzuru nafasi ambayo alikuwa nayo. Yaani Nchimbi si tena makamu wa rais. Hii ni taarifa iliyowagusa na kuumiza watu wengi sana, kwa sababu amekuwa mwingi wa mazungumzo hata siku za hivi karibuni, ambapo alisisitiza Watanzania kwenye moja kati ya mikutano kwamba kama kuna kitu cha kutilia mkazo basi ni kudai katiba mpya. Si hivyo tu, amekuwa gumzo pia kwenye moja kati ya mahojiano ambayo alizungumza vitu vingi sana. Kwenye mkutano pia ambao alipewa dakika 10 za kusalimia, lakini yeye akatumia dakika 1 pekee kuweza kutuma salamu. Leo taarifa iliyotoka imekuwa taarifa ambayo si njema sana, kwani imewagusa watu wengi sambamba na kuumiza ama kuteka mioyo na hisia za watu wengi, ambayo ilianza na anwani taarifa kwa umma ndicho kichwa ambacho kilifuata katika barua. Inaanza kwamba leo tarehe 25 Agosti 2026 nimemwandikia barua Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Hii ni barua ya kumjulisha kuwa nimeamua kustaafu siasa na utumishi wa umma, hivyo nitajiuzuru nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuzingatia ibara ya 50 kifungu cha pili C ikisomwa pamoja na ibara ya 149 kifungu cha pili ya katiba kuanzia tarehe 4 Septemba mwaka huu 2026. Tarehe 27 Agosti 2025 nilimwahidi Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa nitamsaidia yeye na nchi yetu kwa uwezo wangu wote na kwa uaminifu. Pia nilimhakikishia kuwa siku yoyote akiona anahitaji makamu mwingine wa rais nitaachia nafasi hii. Nimejiridhisha pasipo shaka kuwa Mheshimiwa Rais anatamani kupata mabadiliko, hivyo nimeamua kutimiza ahadi yangu. Kipekee namshukuru Mheshimiwa Rais na Chama cha Mapinduzi yani CCM kwa imani yao kwangu. Natumia nafasi hii pia kuwashukuru Watanzania wote kwa ushirikiano mkubwa mlionipa wakati wote nilipokuwa katika utumishi wa umma. Nawahakikishia kuwa nitaendelea kuwa raia mwema wa Tanzania. Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tarehe ya 25 Agosti 2026. Hii ni barua ambayo Daktari Nchimbi ameiandika. Japokuwa watu wengi wamejikuta katika maumivu, lakini ndiyo maamuzi ambayo yeye ameyatoa. Wengi wamepongeza na kusema ni uzalendo, wengine wakiumia kwa hicho ambacho amekiandika. Je, kwa wewe una tathmini gani ama maoni yapi kwa hicho ambacho umeweza kukiona ama kusikia ama pengine kusoma kwenye barua ambayo imesambaa mitandaoni kote? Hii inaitwa utashangaa lakini jifunze. Mimi ni Said Fadhili Mlewa. Mitandaoni kote napatikana kama Sifa Lido. Asante, uwe na wakati.